lazima tuwe wazalendo, kwa sababu hakuna nchi nyingine, au sio, tuliopewa na Mwenyezi Mungu, si ndio? Lazima tuipende nchi yetu. Kwa hiyo kwa maneno hayo sasa, ambayo nataka nihitimishe kwa kusema hivi: wakazi wa mkoa wa Mwanza wote na walio nje ya mkoa wetu, wajibu wetu mkubwa ni kuilinda amani ya nchi yetu, kulinda amani ya mkoa, kulinda amani ya wilaya, kwa kuhakikisha kwamba hakuna vitendo vya uvunjifu wa amani vinavyofanyika. Tukitaka kushiriki, fikiria madhara yanaweza kujitokeza kwa vitendo hivyo ambayo nimeyafafanua. Kama ni wewe, jionye, acha. Kama ni mwenzako, muonye, mwambie acha. Tunao wajibu wa kuitunza, si kuilinda, na kuitunza. Na kwa sababu tuna wajibu wa kulinda na kutunza amani ya nchi yetu, yale mambo ambayo tunasikia si tarehe 9 barabara tunasikia tena mara mmeahirisha, si tarehe ngapi tena wameahirisha, kwa kulinda amani katika maeneo yetu, hususan vijana. Natakiwa mlinde amani ya maeneo yenu, kwa sababu ninyi mna muda mrefu wa kuishi kwenye hii dunia. Mtaishije wakati mmeichoma kishiri yenu? Maisha yataenda? Mtaishije bila shule? Mtaishije bila barabara mmezichoma? Mtaishije bila kituo cha polisi mmechoma? Mtaishije bila mahakama? Sababu mahakama ndio inasimamia, inatoa haki. Mtaishije bila kuwepo kwa chombo kinachowapa haki? Humu duniani tuna sheria tumejiwekea, na nchi yetu inaongozwa kwa utaratibu wa nini? Tufuate sheria. Lakini chukue nafasi kuwakumbusha lingine, sisi sote hapa tunao wajibu wa kutunza amani. Tunao wajibu wa kulinda amani ya maeneo tunayokaa. Tunao wajibu wa kulinda amani ya nchi yetu. Kuna wale wanaodhani kwamba kazi hiyo ni kazi ya jeshi la polisi peke yake. Kuna wengine wanafikiri kazi hiyo ni ya vyombo vingine vya usalama au ni kazi ya mtendaji peke yake. Amani sote tuna wajibu wa kuilinda.